Usikose kufuatilia kipindi bora cha Dondoo za Mahusiano. Kuna watu wako kwenye mahusiano wanaishi na wachumba zao, na wale wachumba zao wanasema hawezi kuwaoa mpaka watesti mitambo. Kwa hiyo hii imekaaje katika ulimwengu wa roho? Utajuaje huyu ni msichana kwangu? Utajuaje huyu ni mwanamke kwangu na huyu ni mke? Kwenye ndoa lazima mwanaume awe mkubwa amemzidi mwanamke miaka 5. Hiyo sijui unaiongeleaje. Kipindi hiki kinahusisha vijana wa Kikristo wanaompenda Mungu, wakiuliza maswali mbalimbali mazito kuhusu mahusiano na ndoa. Na aliyeko kikaangoni ni mtumishi wa Mungu Prophet Philbert Pascal. Siku binti akikutana na mwanamume kwa mara ya kwanza, huwa anatoa nini? Damu. Sasa ukikutana na mwanamume kwa mara ya kwanza, hii damu ikamwagika, aliyemwaga damu ndiye alifunga agano la ndoa halali na wewe. Kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumatano na Ijumaa katika TV yako pendwa ya JN Power TV, katika kingamuzi cha Azam na social media zetu zote. Usikose. Ndio. Asante baba. Baba, mimi na maswali mawili. Swali la kwanza, umesema kwamba mume sahihi ni ule ambao ataacha wazazi wake ataambatana na wewe. What if unakutana na mwanaume ambaye umempenda na ana zile sifa za mume sahihi, lakini mkifika kwenye ndoa sasa anakuwa bado yeye hajaachana na familia yake kuambatana na wewe? Kwanza ni very important question. Ni swali la msingi sana. Very important. Amen. And sometimes watu kishawana. Amen. Unakuta mwanaume sometimes amebezi nyumbani kwao. Yes. Amen. Ni kweli. Kigezo cha kwanza cha kujua huyo ni mume sahihi kabisa. Kigezo cha kwanza cha kujua ni nini? Sahihi. Ni kigezo cha huyo kijana yuko na mahusiano yapi na familia yake. Anamheshimu vipi mama yake? Anamheshimu vipi baba yake? Very important. Kama kijana amheshimu baba yake na mama yake, please mwache hata kesho. Yaani asubuhi mwache. Okay. Kama msichana amheshimu baba yake na mama, leo mwache kama unanitazama sasa. Amen. Yaani kwanza ujue wewe Mage, mama yako namjibuje? Yes. Baba yako namjibuje? Amen. Wewe Samuel, baba yako namjibuje? Amen. Mama yako unamjibuje? Kama unaweza kumjibu aliyekubeba mimba miezi 9. Ajui amebeba kopo paka au mtu, akaenda leba kwa machozi. Amen. Amen. Aje akatae kujibu wewe. Number 1 ujue. Yes. Ananyenyekea vipi kwa wazazi wake? Amen. How the man is humbled. Amen. Amen. Kama mwanamume anyenyekea, yani ukikana anamsema mama yake vibaya, kaka zake, mwambie brother please leave me now. Mwambie wewe hapana. Lakini pia na wewe unanyenyekea vipi wazazi? Mama yako anamtii vipi? Na baba anamtii vipi ili mwende pamoja? Amen. Kwa kama mama anamtii vibaya, utapata mjibu vibaya mama yako. Are you getting? Amen. Sasa mkishaoana, Biblia inasema mume ataacha baba na nani? Na mama ataambatana na mke wake. Unajua neno ni gumu, watu wanatafasiri katika tafasiri za ajabu. Kabla hajawa mume wako lazima awe anaambatana na wazazi wake. Okay. Are you getting it? Yes. Yet before, so lazima ujue anaambatana vipi na wazazi wake. Kwa kabla hajawa mume wako lazima principle ya kwanza huyo kijana awe na uwezo wa kuambatana na babake na mamake wa wazazi wake. Yaani mimi na mama tunaambatana, mimi na baba tunaambatana. Sasa baadaye nakuja kutransfer kuambatana. Nikishapata mke na transfer nahamisha kuambatana. Nilipokuwa naambatana babako na mamangu, inabidi niambatane na wewe. Are you getting? Amen. Hear me? Yes. Ambatane. Yes. Kuambatana si tu kusikiliza. Kusikiliza wewe. Mimi maisha yangu mengi nimekaa na mamangu na baba yangu. Amen.
kama familia yangu. Sawa? Amen. Nikiwa kwenye nyumba ya baba yangu. Sasa na shift from my father's house, my mother's house, na kuja kwako sasa. Amen. Wewe unakuwa sehemu ya mama yangu. Kule kuambatana, nilipokuwa naambatana mama na baba, kuna kuja kwako. Wewe sikujui sasa. Una take place of my mother or my father. Kwa hiyo wewe unachukua nafasi ya mama yangu, baba yangu. Listen. Sasa ili nikusikilize wewe, la nisimsikilize mamangu mimi na baba yangu, sikumbuke nilikotoka kwa baba na mama. Lazima wewe pastor, wewe mama, wewe Mage, wewe Ana, umetake responsibility gani ya kuwa kama mama na baba? Oh my God. Yes. Mama alipokuwa amka asubuhi sasa, oh, Fili umeamkaje? Mkula salama Yes. Unaendeleaje? Yes. Amen. Mwanangu jambo. There is a care of my mother. Yes. Then nakuja kwako naye matana naye nakuta ile care ya mama sioni. I have to come back, to go back. Okay. Lazima nirudi kwa mama kwa sababu kuna kitu na miss. Yes, ni kweli. Utasema anamsikiza mamake sana. Ni kwamba kuna mazingira ulipoolewa ukureni the way mama alikuwa anamkea. Okay. Amen. Amen. Au kujifunza kule nyumbani mama na baba walimkea vipi. Umeelewa? Mpaka nafika kwenye dimension ya kumsikiza mamake sana, babake sana. Kuna namna mama alimkea, kuna namna mama alifanya. Akamdivert huyo bwana akaanza kumkuwa humble. Mama akimwita anapiga magoti. Sawa? Akimwelekeza na tii. Kuna namna mama mwandaa. Lazima oleni, na ili uleni vizuri lazima wewe umpende mama mkwe. My God. Ngoja kwanza. Mama mkwe. Naomba nishauri mabinti. Nyinyi mnakosea sana. Nyinyi mabinti mnakosea mno, yani mnakosea mno. Mabinti mnakosea sana. Amen. Mnakosea nini? Sana. Yani mnakosea sana kwa sababu atakaye transfer kile alichomfanya mwanae ni mama mkwe, sio wewe. Lazima ongee shuleni. Kwa hiyo mimi namshukuru mke wangu. Before anything alianza kumstudy mama yangu. Amen. Kabla kustudy mimi. Amen. She knew my mother. Kwa sababu nilikuwa namwambia I love my mama. Kwa akajua kama huyu bwana huyu kijana huyu anapenda mama yake. So akacorroborate mama, akampenda mama kuliko mimi ninavyompenda. Yes. She loved my mother. Alimpenda mama yangu kuliko mimi ninavyompenda. Sasa matokeo yako kaangalia sasa niende wapi? Amen. Are you getting? Amen. Are you getting it? Amen. Alipompenda mama akatransfer upako ule wa kwake. Yes. Kaingia kwake. Yes. Akaanza kunikea than my mother. Sasa unakuta wewe mama mkwe huyu anisikilizi mama wewe. Are you getting it? Amen. Umeelewa? Ni kweli. Cha kwanza kwenye mahusiano hapo yaingia, yani wa kwanza kudinai mama mkwe na baba mkwe. My God, my God. My God. Amen. Hata kama ni mchawi. Ndio kibe. Amen. Sasa ukiangalia hapo nyinyi mnalamika kuna mahali ufanya mistake. Au kumstudy mama mkwe vizuri. Amen. Yaani ibidi mimi nimeona mama wake wengi baadhi. Yes. Wanapenda wakwe zao kuliko watoto wao. Ni kweli. Umesikia? Wapo. Akisikia mamgusa sana mta kijana wake wewe. Wako nao wengine nimeona mama mkwe anatembea na binti. Amekuja mpaka hapa anakaa naye mguu kwa mguu kuika kijana wake. Sawa? Amen. Hiyo ndio haivunjikagi. Haiwezi kuvunjika hata siku moja. Amen. Hata siku moja. Lakini mama mkwe akuini. Yaani wewe mama mkwe mpishane hivi. Hiyo maana hapo. Ukiingia kwenye uchumba kwanza ili ujue asiwezi kumsikiliza, akusikiliza wewe. Akisha mama mkwe ana transfer. Yes. Ile neema ule ulezi alionao unaingia kwako. Nimekujibu. Usikose kufuatilia kipindi bora cha Dondoo za Mahusiano. Kuna watu wako kwenye mahusiano wanaishi na wachumba zao, na wale wachumba zao wanasema hawezi kuwaoa mpaka watesti mitambo.
Kwa hiyo hii imekaaje katika ulimwengu wa roho? Utajuaje huyu ni msichana kwangu? Utajuaje huyu ni mwanamke kwangu na huyu ni mke? Kwenye ndoa lazima mwanaume awe mkubwa amemzidi mwanamke miaka 5. Hiyo sijui unaiongeleaje. Kipindi hiki kinahusisha vijana wa Kikristo wanaompenda Mungu, wakiuliza maswali mbalimbali mazito kuhusu mahusiano na ndoa. Na aliyeko kikaangoni ni mtumishi wa Mungu Prophet Philbert Pascal. Siku binti akikutana na mwanamume kwa mara ya kwanza, huwa anatoa nini? Damu. Sasa ukikutana na mwanamume kwa mara ya kwanza, hii damu ikamwagika, aliyemwaga damu ndiye alifunga agano la ndoa halali na wewe. Kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumatano na Ijumaa katika TV yako pendwa ya JN Power TV, katika kingamuzi cha Azam na social media zetu zote. Usikose.